Ron aliamini kwamba uvumbuzi wote ulienda pamoja. Aliamini kwamba iliwezekana kwa mtu mmoja kupata safina ya Nuhu, ingewezekana kwa mtu mwingine kupata magurudumu ya magari ya vita kwenye Ghuba. Na aliamini labda iliwezekana kwa mtu kupata mlima Sinai. Lakini alisema haiwezekani kibinadamu kwa mtu mmoja kupata vitu hivyo vyote, hasa ndani ya kipindi cha takriban miaka 3. Hivyo yeye aliamini kwamba vyote vilikuwa muhimu kwa usawa. Lakini aliamini sanduku la agano lilikuwa utukufu wa kilele wa Mungu. Ujumbe wa mwisho. Iliunganisha kila kitu pamoja. Ilikuwa na sehemu ya kutekeleza katika nyakati kabla ya Kristo kuja tena. Na tunaamini kabisa, kwa sababu Biblia inazungumza sana kwamba Yesu atarudi na kuwachukua wale walio wake. Na sanduku la agano si masalia matakatifu tu kama watu wengi wanavyofikiri. Unaposoma Biblia unajifunza kwamba Mungu alisema, na wanijengee patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Ni mada rahisi sana, lakini ni vigumu sana kuizungumzia kwa sababu watu wengi hawaelewi. Wao hufikiria mfumo wa patakatifu kama kitu kinachomilikiwa na Agano la Kale. Lakini Biblia ni kitabu kimoja. Mwandishi mmoja, Yesu Kristo, Roho Mtakatifu aliwaongoza waandishi hawa, na ni hadithi moja tangu mwanzo hadi mwisho. Katika kitabu cha Waebrania inatuambia kwamba patakatifu duniani palikuwa mfano wa patakatifu mbinguni. Na mimi si mzuri sana katika kunukuu maandiko, lakini katika Zaburi inasema, njia yako, Mungu, iye katika patakatifu. Na Ron aliamini ilikuwa picha ya kazi ya Kristo duniani, kwamba dhabihu zote katika patakatifu ziliwakilisha mfano wakati Yesu angekufa na damu yake ingechukua nafasi ya wale wote iliyoashiria. Sanduku la agano lilitumika mara moja tu kwa mwaka, na hiyo ilikuwa siku ya upatanisho. Kulikuwa na mbuzi wawili. Mmoja alichaguliwa kuwa mbuzi kwa ajili ya Bwana. Mbuzi huyo alitolewa dhabihu. Damu yake ilinyunyiziwa juu ya sanduku. Na kisha damu ilihamisha dhambi zote kwa kichwa cha kuhani mkuu, dhambi za watu zilizokuwa zimehamishiwa patakatifu. Kisha ikawekwa juu ya kichwa cha mbuzi wa Azazeli, na mbuzi huyo akapelekwa mbali. Na kila mwaka watu walipoungama dhambi zao juu ya vichwa vya wanakondoo na mbuzi wadogo, dhambi zao ziliingia patakatifu tena. Hili lilifanyika mwaka baada ya mwaka, na kisha zikaondolewa. Lakini hiyo ilifananisha wakati, tunaamini, ambapo dhambi zote zilizoungamwa katika vizazi vyote zitaondolewa kutoka patakatifu pa mbinguni kwa fadhila ya damu ya Kristo, na kwa hivyo damu yake ilibidi iende kwenye kiti cha rehema, na ikafanya hivyo. Mnamo 1989 alikuwa Jerusalem na kila kitu kilianza kwenda mrama. Alikuwa akijaribu kufanya kazi chini kwenye mfumo wa mapango. Alikuwa akijaribu kutafuta mlango ambapo angeweza kutoa vifaa vyote nje. Na mtu fulani akatokea ghafla tu, hakujihisi vizuri kufanya kazi mbele yao. Feni iliyokuwa ikipuliza hewa kule ndani iliharibika. Kila kitu kilikuwa kikienda vibaya, na alihisi kuvunjika moyo sana. Na wakati huo mwaka 89 hukuwa akipiga simu Israel kutoka Tennessee au Tennessee kutoka Israel mara kwa mara. Na usiku mmoja alinipigia simu na nikaweza kuona alikuwa amehuzunika sana. Na akasema, nadhani nimeharibu kila kitu, unajua. Na maanisha sijui
lazima nitakuwa nimefanya jambo fulani baya, kwa sababu Mungu haja, unajua, kunisaidia safari hii. Na hapo ndipo siku iliyofuata nadhani alipata mgeni bustanini. Na aliporudi nyumbani kutoka safari hiyo, alikuwa mtu tofauti. Sitaki kusimulia hadithi hiyo, nadhani ni Ron pekee anaeleza kuisimulia. Tulikuwa na mkutano huu na ulikuwa wakati wa maswali na majibu. Kwa hiyo mtu mmoja akasema, je, huwa unapiga kambi unapofanya mambo haya ya kiakiolojia? Nami nikasema, rafiki, mimi ni mkongo wa vita vya Korea. Nilishapiga kambi zote nilizowahi kutaka kushiriki. Mimi hukaa kwenye hoteli ya bei rahisi, na unajua, kwenda na kurudi. Mtu mwingine akasema, basi ni lini? Nami nikawaambia jina lake. Nikasema, nakaa katika hoteli ya Jerusalem kwenye barabara ya Nablus kaskazini mwa lango la Damascus. Mtu mwingine akauliza, unarudi lini? Nami nikasema, karibu katikati ya Septemba. Kwa hiyo nikaweka akiba ya pesa zangu, nikapata timu yangu ya uaminifu ya uchimbaji na tukaondoka. Na nilipofika kwenye hoteli ya Jerusalem, aliyekuwa ameketi kwenye kizingiti cha mbele alikuwa huyu daktari wa matibabu. Alisema, Ron, niko hapa kukusaidia. Basi Mungu ambariki. Hakuwa ameomba ruhusa yangu wala chochote, hakusema neno, alitokea tu ghafla. Sasa hiyo inanifanya nisiwe na uwezekano wa kumpa mchanganyiko wa siri wa chumba cha hazina, kama unanielewa. Na hivyo basi, hata hivyo, nilikuwa nimeshawishika kwamba moja ya makosa yangu ya kijinga yalikuwa yamezidi na kwamba Mungu hangeweza kunitumia tena. Hivyo alikuwa amemtuma huyu jamaa hapo ili nisiweze kufanya kazi kwenye sanduku la agano. Na ingebidi awe amepitia uzoefu wangu ili ajue ni pigo kubwa kiasi gani hilo lilikuwa. Unaona, najua sistahili. Na nikafikiri, sawa, hatimaye umeharibu na umetolewa nje. Nikasema sala fupi, nikasema, Bwana nisamehe. Ikiwa kuna chochote ninachoweza kusaidia, yoyote unayetaka amalize kazi hii, nijulishe tu, nami nitafanya niwezavyo. Sasa nisingeweza kufanya kazi kwenye sanduku la agano huku huyo jamaa akiwa karibu, hivyo tulijitolea kusafisha kaburi la bustani. Katika sehemu yake ya nyuma kulikuwa na takataka za takriban miaka 100 na vitu mbalimbali ambavyo vilikuwa vimetupwa huko kwa miaka mingi. Hivyo tuliondoa huko takriban shehena 20 za malori makubwa ya takataka. Na ilikuwa joto mwezi huo wa 9, joto kali sana. Na nilikuwa nimepata feni ndogo ili kupata hewa kidogo, na feni hiyo ikaharibika. Basi ikiongezwa kwenye mateso yangu mengine, hiyo ilikuwa karibu kuzidi uwezo. Unajua, unakumbuka hadithi ya Yona na mmea wake wa kiko? Niliweza kumhurumia wakati huo. Hata hivyo, niliwaambia wengine wote, nikasema, sikilizeni, tafuteni kivuli mahali fulani na mle chakula chenu cha mchana. Nami nitajaribu kutengeneza feni. Hivyo nikakaa chini tu. Kuna yeyote kati yenu amewahi kufika huko kwenye kaburi la bustani? Sawa. Unajua, kile kikanisa kidogo kilipo pale kona? Nilikuwa nimekaa chini kabisa mbele ya kikanisa hicho. Na unajua, kuna mfululizo wa ngazi zinazopanda hadi kwenye njia ya watembea kwa miguu na kuelekea kwenye njia kuu. Hata hivyo, nilikuwa nimekaa hapo nikitengeneza feni hii. Sikujisumbua hata kuichomoa kwenye umeme. Na sauti ikaniambia, Mungu akubariki na kile unachofanya hapa. Hivyo nikaangalia juu, na kiumbe huyu alikuwa juu kwenye sehemu hii ya kutua juu ya zile ngazi. Alionekana kama vile nilivyofikiria Kristo angeonekana. Na mavazi aliyokuwa amevaa hayakuwa kama yale Waislamu wanayovaa leo, lakini yalifanana na hayo zaidi kuliko kitu kingine chochote nilichowahi kuona. Hivyo nikasema, je, wewe ni wa hapa karibu Bwana? Naye akasema, hapana. Nami nikasema, basi wewe ni mtalii? Naye akasema, hapana. Nami nikafikiri, basi hataki.
kuzungumza nami. Ni wazi, sikujua nini kingine cha kusema. Kisha akasema, niko njiani kutoka Afrika Kusini kwenda Yerusalemu mpya. Naam, hiyo hakika iliondoa uwezekano mwingi hapo. Mara moja hiyo ilithibitisha kuwa alikuwa kiumbe wa mbinguni. Nami nikakaa tu hapo, sikusema lolote, naye akawa ananitazama, akaendelea tu kunitazama. Akasema, Mungu akubariki. Na kile unachofanya hapa, alikuwa juu ya zile ngazi, naye akatembea kurudi nyuma kwenye kile kijia kifupi, akakata kulia kwenye ule msonobari mkubwa na kuelekea kwenye lango la mbele. Naam, huyu daktari kati ya watu wote ndiye aliyekuwa pekee aliyeweza kusikia, naye alikuwa nyuma chini ya vichaka fulani kivulini akila chakula chake cha mchana. Akapaza sauti na kusema, Ron, unadhani tumekuwa tukizungumza na malaika? Nami nikasema, angalau. Naam, nilifanya kazi kwa shauku kubwa kwa siku nzima iliyobaki. Tulipokuwa tukiondoka kwenye kaburi la bustani, niliwauliza wanawake waliokuwa pale, nikasema, mlionaje yule mwanamume mrefu mkubwa aliyevaa mavazi ya kale ya Kiyahudi? Walinitazama kwa namna ya ajabu, na wakasema, hakujawa na mtu yeyote hapa kama huyo leo. Kisha mmoja wao akasema, naam bwana Wyatt, haijawahi kutokea mtu yoyote hapa kama huyo. Hivyo mahali fulani kati ya pale alipokata kulia kupita ule msonobari, na kabla hajafika ofisini alienda zake Yerusalemu mpya. Sasa jamani, kwa Kristo mwenyewe kushuka kuja kunitia moyo kuhusu uchimbaji wa sanduku la agano, inaniambia kuwa ni jambo muhimu sana kwa Mungu. Hivyo aliamini alipolipata mara ya kwanza, aliamini kwamba sanduku na vitu vyote alivyovipata katika chumba kile vingetolewa nje. Na kisha niliishi naye tulipoana mwaka wa 1988 na najua aliamini kwamba ilibidi atafute njia ya kuingia kwenye chumba hicho ili aweze kutoa vitu hivyo. Kisha siku moja alikuja nyumbani na hilo likabadilika. Hakuzungumzia hilo tena. Na ilimchukua miezi michache kabla ya kuniambia kwamba alijua kwamba hatawahi kutoa sanduku hilo, kwamba angetoa tu mbao za mawe au kwamba zingetolewa siku moja. Kuna malaika 4 ambao wana jukumu la kulinda sanduku la agano. Sawa, mara yangu ya 4 nilipoingia kwenye chumba hicho, kila kitu kilikuwa kimesafishwa. Kila kitu, vyombo vyote vya hekalu vilikuwa katika nafasi zinazofaa ambazo zilipaswa kuwa, isipokuwa hapakuwa na pazia kati ya patakatifu na patakatifu mno. Na kuna sababu ya hilo. Lakini hata hivyo, nilipoingia kulikuwa na malaika 4 wamesimama ndani ya chumba, na walionekana kama watu wa mitaani tu. Nilipowaona nilipigwa na butwaa, na nilitaka kuuliza, mliingiaje hapa au kitu kama hicho. Lakini nikagundua siwezi kusogea wala kuongea wala chochote kama hicho. Hivyo mmoja wao aliniagiza niweke kamera yangu ya video na kuielekeza kwenye sanduku la agano. Wakaenda, kila mmoja akashika pembe ya kiti cha rehema, wakakiinua na kusema, toa mbao za mawe kwenye sanduku la agano. Mungu anataka kila mtu azione hizo. Hivyo nikaenda na nikazitoa. Sikuweza kusogea mpaka aliponiambia nifanye mambo haya. Na hivyo wakarudisha kifuniko au kiti cha rehema mahali pake. Nilisimama pale nikiwa na zile mbao za mawe.
sikujua la kufanya nazo. Malaika akaja na kuzichukua na kuziweka kwenye rafu pembeni ya chumba kile. Nyuma ya sanduku la agano, ukuta mzima ni kioo kizuri zaidi ambacho sikuweza hata kukifikiria. Rangi za upinde wa mvua zinatanda pande zote. Nyuma yake. Namaanisha inashangaza sana, na najua kwamba Mungu, itakuwepo hapo. Niliambiwa na haswa ni sheria gani, lakini watu hawajajiandaa kusikia hilo bado. Wanadamu wanashughulikia sheria ya kidini itakayotulazimu mimi na wewe kuvunja amri 10 za Mungu. Sheria hiyo itakapopitishwa, ndipo mbao za mawe zitawekwa hadharani na watu wafahamishwe kwamba Mungu anatutaka tuzishike amri hizo 10. Sawa? Na hapo ndipo itakapoonyeshwa. Sasa nilienda hotelini kwangu. Niliangalia kwenye kioo cha kamera, nikacheza video yangu ili kuhakikisha ninayo. Kisha nikawaza, nitaiweka wapi? Naweza kuiweka wapi ili iwe salama? Hivyo nikaichukua na kurudi ndani ya chumba kile. Na nikanong'ona kitu fulani. Nilikusudia kusema, sijui wapi naweza kuiweka hii kwa usalama. Malaika akaichukua na kuiweka juu ya mbao za mawe. Hivyo sina uwezo wa kuipata video hiyo mpaka watakapokuwa tayari. Kila wakati nikiwa hapa na kuja na kuangalia kama naweza kuifanya. Ninashukuku sana kwamba sheria hizi labda tayari zimeshatungwa. Kwa hiyo unaweza kufika eneo hilo sasa bila kupitia sehemu ya uchimbaji. Sihitaji kupitia mlangoni, ule mlango wa asili, ambapo nilipata njia ya kuingia mwaka wa 1982. Na chumba hicho hapo awali kilikuwa na nafasi ndogo sana ya dari, hivyo kulikuwa na vifusi vingi ambavyo vilikuwa sawa. Nilipoipata mara ya kwanza, nisingeweza hata kuingia ndani ya chumba hicho. Je, mmesikia kuhusu yule kijana mdogo wa Kiarabu aliyekuwa akinisaidia? Ndio. Je, kila mtu amesikia kuhusu hilo? Kama hujasikia, inua mkono wako. John, huyu kijana, mimi ni mtu mwenye umbo kubwa kiasi. Unajua, kuna watu hapa ambao ni wakubwa zaidi. Lakini baadhi ya vyumba hivi vilikuwa na milango midogo, na hivyo ningetengeneza shimo kubwa la kutosha yeye kuingia. Angeingia kwa kutambaa, ningempa taa, naye angeimulika pembeni na kwenye sakafu na dari. Ningeingiza kichwa changu na kuamua kama nilitaka kutengeneza shimo kubwa la kutosha mimi kuingia. Na hivyo kwa hili hasa tulikuwa tumetengeneza shimo kubwa la kutosha yeye kuingia. Na kwa bahati lilikuwa chumba pekee kilichokuwa na stalaktiti inayoning'inia juu ya shimo la kuingilia. Sasa sijui kama hilo lilikuwa na umuhimu au lakini ni kweli niliivunja hiyo na ninayo. Lakini hata hivyo, alipotambaa kuingia humo, nilikuwa naanza kumpa tochi, naye akatoka mbio huko, akiwa ameingiwa na hofu kabisa. Kile ambacho ungekiita hofu isiyo na akili. Naye akasema, kuna nini humo ndani? Kuna nini humo ndani? Sirudi tena humo ndani. Nami nikasema, basi uliona nini? Naye akasema, sikuona chochote, lakini sirudi tena humo ndani. Sasa alikuwa amewahi kuwa katika sehemu finyu zaidi na haya yote. Hivyo hilo liliniambia kama hicho hakikuwa chumba chenyewe, basi ulikuwa upande huo. Hivyo nikalipanua shimo, nikatambaa kuingia, na lilikuwa limejaa mawe hadi kufikia karibu inchi 18 kutoka kwenye dari mbaya sawa na hii. Na hivyo nilianza kuangalia chini katikati ya mawe, nyufa na mianya, na nikaona sehemu 3 ambapo dhahabu ilikuwa iking'aa. Na ilikuwa sawa, zilikuwa 3 umbali sawa toka nilipo. Hivyo nilianza kuchukua haya mawe na kuyaweka kando. Niliishia kuwa na mengine nyuma ya mabega yangu nikiyazuia. Ilikuja kugundulika kuwa ilikuwa meza ya mikate ya onyesho. Na hata hivyo nilichopata ni kwamba walikuwa wameweka vyombo humo, wakaweka ngozi za wanyama juu yake, kisha mbao ambazo kisha zilifunika yote hayo kwa mawe hadi karibu inchi 18 kutoka kwenye dari. Siku ya kwanza nilipokutana naye, alizungumza kuhusu sanduku la agano na alizungumza kulihusu hadi alipokufa.
Najua alilifikiria kila siku ya maisha yake. Siku moja niliamka usingizini na alikuwa ameketi pale kitandani akinitazama. Na atasema, "Je, unakumbuka ulichoota sasa hivi?" Nami nikasema, "Hapana." Ilikuwa asubuhi na mapema, naye akasema, "Ulikuwa unaota ndoto na ulikuwa unazungumza." Na hivi ndivyo hasa alivyoniambia. Alisema, "Ulikuwa unatumia sauti yako ya video." Alinitania kuhusu hiyo. Kwa kuwa nina lafudhi kali ya kusini, kiasi kwamba nilipokuwa nikirekodi video, nilijaribu kutokuwa na lafudhi hiyo sana. Naye akasema, "Ulisema, huyu ndiye malaika wa kwanza na huyu ndiye malaika wa pili." Naye akasema, "Ulinong'ona mambo mengine." Naye akasema, "Lakini ulikuwa pangoni ukirekodi video ya sanduku la agano, nami sikukumbuka chochote." Lakini inaonekana alikuwa ameketi kwa angalau saa moja au zaidi akinitazama, akitumaini nitaamka ili aniulize. Maisha yake yote yalijikita kwenye hilo. Na hilo linawezekanaje? Vema, ni kwa sababu hakuwa na nia na kitu chochote, isipokuwa kazi ambayo aliamini Mungu alikuwa amemwita ifanye. Hakutazama televisheni, isipokuwa vibonzo. Alikuwa akitazama vibonzo kwa sababu alisema havikuweka chochote kwenye kompyuta yake, kama alivyopenda kuiita. Ron hakuwahi kutoa ushahidi wowote wa sanduku la agano kwa mtu yoyote. Na ndio, alijaribu. Lakini kile ambacho angewaambia watu, angekisema kwenye mikutano yake, angekisema. Kila alipozungumza na mtu yeyote, alisema, "Mungu ametupa ushahidi wa kutosha kukuonyesha kuwa hili ni safina ya Nuhu, kwamba huku ni kuvuka kwa bahari ya Shamu na mahali ilipotokea, kwamba huu ni mlima Sinai, kwamba hii ni Sodoma na Gomora, na hizi ndizo kiberiti halisi kilichoonyesha juu ya mji. Lakini bado siwezi kukuonyesha hili, na nakuomba tu usikie kile ninachopaswa kusema, na kisha kutazama na kusubiri." Kwa hivyo haikumuumiza hisia zake ikiwa watu hawakumwamini. Alisema, "Mtu mwenye moyo mnyofu asiyeamini anasema, sina tatizo nao kwa sababu hawajaona chochote, lakini niliwaomba wasitoe hukumu yao hadi wakati ambapo wanaweza kuona ushahidi fulani." Kuna mkahawa wa Kituruki huko Spring Hill tunapoishi, na nikagundua kuwa mkahawa huu ulikuwa unafungwa. Kwa hivyo tulienda siku ya mwisho, na nilikuwa nimewafahamu watu hao, na msichana mdogo aliyekuwa akituhudumia akiwa mwanafunzi wa mwaka wa mwisho chuoni alikuwepo, na akasema, "Oh, ni wewe." Akaja na kunikumbatia. Na sikuwa nimemwona kwa miaka kadhaa, na alikuwa na mtoto na alikuwa na mume. Na akamwonyesha mumewe, akasema, "Huyu ndiye yule mwanamke niliyekuambia habari zake, alikuwa ameolewa na Ron Wyatt." Na huyu mwanamume akaanza kutetemeka na machozi yakamlengalenga. Akasema, "Huyu ni mume wangu. Anatoka Urusi na anajua kila kitu kuhusu Ron Wyatt." Anasema, "Sasa najua ulichokuwa unajaribu kuniambia miaka iliyopita kwa sababu alitoka Erzurum." Alisema alizaliwa Erzurum, ambayo ni saa chache tu kutoka Dogubazit iliyo karibu na safina ya Nuhu. Lakini yeye ni mdogo sana, hakujua chochote. Aliondoka akiwa mdogo. Mvulana huyu alitoka Urusi. Na mwanamume mmoja alisema mwanamume kutoka Crusade for Christ alikuwa amekuja Urusi akiwaambia kuhusu Ron Wyatt na uvumbuzi wake, na akasema kwamba ilibadilisha maisha yake. Na sasa alikuwa Mkristo, akaja Marekani na akamwoa msichana huyu, na sasa yeye ni Mkristo, yote kwa sababu ya Ron Wyatt. Alinijua kabla hata hajakutana na mumewe. Na ni hadithi kama hizo. Ron hakuwa na hata chembe ya majivuno ndani yake, hata kidogo.
Hakuwa na majivuno au kitu chochote kama hicho. Angefurahi kusikia mambo haya. Unajua, kuokoa roho bila kujali nani alifanya hivyo. Alisema sababu pekee iliyofanya jina lake lihusishwe ni kwa sababu hiyo ndio njia pekee ambayo watu walijua kuwa Mungu alifanya hivi na si mwanadamu. Na kwa hivyo, siku moja Bwana atakaporudi, Ron atapata nafasi ya kujifunza kuhusu mambo haya yote, na najua atafurahi. Lakini nina shaka kwamba wakati huo atakuwa anafikiria kitu kingine chochote isipokuwa kuwa na Bwana na Mwokozi wake.